Sababu 5 zinazofanya wazazi wenye busara wasikubali binti yao apange kama kuna uwezekano wa kuishi kwao ama kwa ndugu. 100% wazazi wenye busara, kama kuna uwezekano, binti yao huwa hawezi kumruhusu aweze kufanya, yani hawezi kwenda kupanga kama kuna uwezekano wa kuishi kwao ama kama kuna uwezekano wa kuishi kwa ndugu zake, kwa sababu hizi 5 ambazo nitaweza kuzitaja. Sababu ya kwanza kabisa ni sababu ya kuhofia kuolewa na wanaume waruaru, kwa sababu mwanaume anayejiheshimu huwa anaamini sana mwanamke ambaye atamtoa kwa wazazi wake. Hii ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya wazazi ambao wanajiheshimu au wenye busara huwa hawapendi kuona binti yao anaenda kupanga ikiwa kuna uwezekano wa kuishi kwao au kwa ndugu. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ya wazazi ambao wanahofia kwamba binti anapoenda kupanga anaweza kaolewa na mwanaume waruaru, kwa sababu mwanaume ambaye anajiheshimu ni ngumu sana kumwamini binti ambaye anaishi peke yake. Na pia sababu ya pili ni sababu ya anguko la kiimani. Wazazi wenye busara, kama watu wa imani sana, huwa wanahisi kwamba binti anapoenda kupanga basi huwa anaweza kaanguka katika swala la kiimani. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya kuhisi kwamba binti yao ataanza kuwa na tabia mbaya ya kutoka na wanaume tofauti tofauti. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana. Na pia sababu ya 4 ni sababu ya kuhisi binti yao anaweza akajiunga kwenye makundi ya watu wa ovyo ovyo, mfano kuvuta bangi, kujiuza. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu. Na pia sababu nyingine ya mwisho kabisa ni sababu ya kuwa na tamaa na pesa za wanaume. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inafanya wazazi wenye busara wasikubali binti yao aweze kupanga kama kuna uwezekano wa kuishi kwao ama kwa ndugu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hizo ndizo sababu kubwa 5 ambazo zinafanya wazazi wenye busara kuwagomea watoto wao, hususan mabinti, wasiende kupanga kama kutakuwa kuna uwezekano wa kuishi kwao ama kwa ndugu. Nikumbushe, unaweza kupata kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000, lakini kwa wastani utakipata kwa shilingi 10,000. Kitabu hiki ni kizuri mno kuweza kuingia kwenye mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi. Naitwa Isaac Anyankole. Hakikisha unanicheki ili kupata hiki kitabu. Asante.